Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya ripoti tulizokuwa nazo ni kwamba mlango wa bahari wa Hormuz ni njia ya kimkakati ambayo Marekani haiwezi kufungua kwa nguvu ya kijeshi. Hii ni kwa mujibu wa wataalamu wa mambo hasa wa masuala ya kijeshi wanaoeleza hayo. Haiwezekani kwa Pentagon kulazimisha njia muhimu ya maji kufunguka kwa sababu Iran ina ufuo mrefu zaidi katika ghuba ya Uajemi na mzozo wa kombora na ndege zisizokuwa na rubani kuidhibiti, anasema mchambuzi wa usalama wa Ankara Dr. Hassan Selim Ozertem. Iwapo Marekani itaweka boti ardhini, kwa maana itapeleka wanajeshi wa ardhini ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hata katika baadhi ya maeneo machache kama vile kisiwa cha Kharj au visiwa karibu na mlango wa Hormuz, kushikilia maeneo haya kutakuwa ni ndoto kwa sababu watakabiliwa na mashambulizi kutoka Iran upande wa bara, Ozertem aliambia shirika la habari la Sputnik wakati wa mazungumzo, kwa namna ambavyo alichambua jinsi gani ambavyo jeshi la Iran lilivyojipanga na namna ambavyo Marekani inapanga kuweka mashambulizi na kuweka wanajeshi wake wa ardhini ili waweze kukabiliana na majeshi ya Iran. Kwa kweli Washington ina chaguzi mbili: kutatua mgogoro kwa njia ya diplomasia au kuishinda Iran kijeshi. Hili la mwisho ni rahisi kusema kuliko kufanya, kwani Iran ina uwezo muhimu wa kupinga na haiwezekani kwa muda mfupi. Kwa muda wakati Iran inaweza kuweka eneo la lipa kwa kupita, lakini labda kando ya kanuni za utawala wa Montreux wa mwaka 1936 kupitia njia ya Kituruki au mifereji ya Panama au Suez. Lakini mpango huo unaweza kuhitaji makubaliano kutoka kwa wafalme wa Ghuba, hasa Umoja wa Falme za Kiarabu. Ozertem anasema iwapo msukumo unakuja, nchi nyingine zilizo karibu na maeneo ya kimkakati kutoka Indonesia, Straits of Malacca hadi Uhispania na Uingereza ambapo ni Ceuta Gibraltar zinaweza kutekeleza mipango kama hiyo. Hii ni mojawapo ya athari zisizotarajiwa za Marekani na Israel dhidi ya Iran, mchunguzi huyo anajumuisha. Hata hivyo, wakati huu bado anaeleza mkakati ambao Marekani unaufanya ni mkakati ambao sasa wanataka kushambulia kwa ukubwa zaidi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini bado mkakati huu unakabiliwa na upinzani mkubwa kutokana na kwamba kuna dalili zote za kwamba kuna mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran iliyotoka katika mataifa kama vile Urusi pamoja na Uchina. Na hili linathibitishwa kutokana na kauli iliyotolewa na ujasusi wa Marekani. Kuna namna ambavyo bado hawajaweza kupata mafanikio kutokana na mashambulizi waliofanya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya, hasa wakati huu ambapo bado hata nusu ya makombora ya Iran kwamba imeshambuliwa ni jambo ambalo halina ukweli, na hili linathibitisha kauli za rais wa Marekani Donald Trump kwamba hazina ukweli juu ya kauli zake ambazo alizungumza katika siku za hivi karibuni, akisema kwamba mpaka sasa wameweza kuharibu makombora ya masafa marefu ya Iran. Majasusi wa nchini Marekani wanasema hakuna uwezekano huo. Mtazamaji wa The World News, hata hivyo mpaka sasa zimepita wiki kadhaa tangu Marekani na Israel waanzishe mashambulizi ya kuishambulia Iran mnamo Februari 8, mashambulizi ambayo yaliua viongozi wengi nchini humo akiwemo kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei. Serikali ya Marekani ambayo imeeleza katika vyombo vya habari mnamo Machi 11 kwamba operation ya kijeshi inaweza kumalizika katika siku za hivi karibuni, lakini baadaye ilitangaza mashambulizi ya anga na mashambulizi ya hapa na pale ya Iran kuilenga maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kisiwa cha Kharj. Ripoti zimeeleza kwamba waliweza kuharibu mifumo ya ulinzi wa anga, lakini pia wameweza kuharibu mifumo ya makombora na maeneo ambayo yanatengenezwa silaha za makombora hasa masafa marefu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia hapa utaweza kuyajua mengi yanayojiri duniani.